Ulienda kulala jana usiku ukiwa mzima kabisa, bila maumivu ya kifua, bila kuhisi kizunguzungu, bila dalili zozote za ugonjwa mwilini mwako. Lakini wakati ukiwa umelala, ubongo wako huenda ulikuwa unapata upungufu wa mtiririko wa oksijeni. Hii sio kwa sababu ya ugonjwa, wala sio kwa sababu ya dawa mbalimbali, bali ni kwa sababu ya mkao ambao kichwa chako uliweka wakati unapolala. Ndio tatizo linapoanzia. Nahitaji usikilize video hii kwa makini, kwa sababu kile utakachojifunza leo hakihusiani na mlo wako, hakihusiani na mazoezi, na pengine daktari wako hajawahi kukitaja hata mara moja kuwa kuna vitu muhimu vya kuzingatia wakati unalala. Tafadhali tega sikio lako. Utafiti wa mfumo wa moyo na mishipa ya fahamu kwa wagonjwa wenye umri wa miaka 40, 70 na kuendelea. Kumeonekana mtindo mmoja wa siri ambao hakuna mtu katika tiba ya kawaida anayeuzungumzia kwa uhalisia unaotakiwa. Namna unavyolala, pembe ya shingo yako, upande ambao mwili wako unaelekea, na mkao wa uti wa mgongo wako unachangia kikamilifu jinsi damu inavyofika kwenye ubongo wako kila usiku. Na hapa ndipo sehemu inayowashtua watu wengi. Hatari ya kiharusi kuwapata wengi katika masaa ya asubuhi baada ya kuamka, kukiwa na ongezeko la asilimia 49 kati ya saa 10 hadi saa 12 asubuhi na saa 6 mchana, likisababishwa na shinikizo la damu la asubuhi. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Pia zinapita chini ya screen ya video hii. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo-upload. Like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Kile kinachotokea katika masaa kabla ya muda huo, jinsi unavyolala, mkao uliopo, kama mwili wako unapata nafuu ipasavyo usiku kucha, huamua moja kwa moja jinsi mfumo wako wa moyo ulivyo hatarini wakati shinikizo hilo linapotokea. Makosa ya kulala na athari zake. Kabla hujaipuuza hii na kusema nimekuwa nikilala hivi maisha yangu yote, nataka ubaki nami, kwa sababu katika dakika 18 zijazo nitakupitisha kwenye makosa 6 ya kulala yaliyoorodheshwa, kutoka yale ya kushangaza hadi yale ya hatari kweli. Kisha nitakupa mikao miwili inayozingatia ushahidi, ambayo inaweza kuwa inaufanyia ubongo na moyo wako hisani kubwa usiku wa leo. Kabla hatujaendelea zaidi, andika maoni yako hapo chini na utuambie, je, wewe ni mlalaji wa chali, kulala na mgongo, mlalaji wa upande wa kulia au kushoto, au mlalaji wa kifudifudi, kulala na tumbo? Ngoja nikuambie kitu kabla hatujaingia kwenye orodha. Unapokuwa kijana katika miaka yako ya 20 na 30, mishipa yako ya damu ni nyumbufu, inajivuta, inajirekebisha na inafidia mapungufu. Hata ukilala katika mkao wa ajabu, mfumo wako wa moyo unajirekebisha kimya kimya. Unaamka ukiwa na shingo ngumu, na kwa kawaida hiyo ndiyo mwisho wake. Lakini hivi ndivyo vinavyobadilika baada ya miaka 60. Kuta za mishipa yako zinaanza kuwa ngumu. Mishipa midogo inayolisha ubongo wako inakuwa haina unyumbufu. Shinikizo ndani ya fuvu la kichwa linakuwa nyeti zaidi kwa mabadiliko ya mkao wa mwili. Mfumo wako wa kurekebisha shinikizo la damu unakuwa mzito kuitikia, hasa usiku. Madaktari huita hali hii kushuka kwa shinikizo la damu la usiku, overnight blood pressure dipping. Walalaji wenye afya hupata punguzo la asili la tuni hadi 20 la shinikizo la damu wakati wa kulala. Hii ni kinga. Huu ni mwili wako ukipata nafuu. Lakini ikiwa mkao wako wa kulala ni mbaya, ikiwa unaminya mishipa isiyo sahihi, kuzuia njia za hewa, au kuelekeza mtiririko wa damu upande usio sahihi, hilo punguzo la asili la kinga huvurugika. Na kile kinachoziba pengo hilo ni kitu kisicho rafiki hata kidogo. Kosa namba 1: kulala flat kabisa bila kuinua kichwa. Wacha tuanze na jambo ambalo linaonekana kuwa dogo sana, kiasi kwamba ni vigumu kuamini linaweza kusababisha tatizo. Kulala chali kabisa bila mto au mto mwembamba sana, huku mwili ukiwa mlalo sawia. Inasikika kama ni sawa, sivyo?
Tovuti za mazoezi ya viungo zinausifu mkao huu. Makampuni ya magodoro yanajenga masoko yao juu yake. Lakini kuna kipande muhimu cha picha ambacho hakuna mtu anakuonesha. Unapolala chali kabisa, hasa baada ya umri wa miaka 60, damu haisambai kwa usawa kama inavyofanya katika mwili wa kijana. Bila nguvu ya uvutano, gravity, kufanya kazi kwa niaba yako, majimaji ya ubongo, cerebrospinal fluid, majimaji yanayolinda ubongo wako ndani ya fuvu, yanaweza kujikusanya. Shinikizo ndani ya fuvu, intracranial pressure, hupanda juu. Kosa la kwanza: mishipa midogo kwenye ubongo wako ambayo tayari inakabiliana na uchovu wa miaka mingi, sasa iko chini ya shinikizo kubwa kuliko inavyopaswa kuwa kwa masaa 7 hadi 8 mfululizo. Utafiti uliochapishwa katika Journal of Clinical Sleep Medicine uligundua kuwa hata mwinuko mdogo wa kichwa, hata wa nyuzi 15, ulisababisha maboresho yanayopimika katika shinikizo la ndani ya fuvu na mtiririko wa damu wa usiku. Sasa, hapa kuna dalili ambayo watu wengi wanaielewa vibaya. Unaamka saa 9 usiku ukiwa na maumivu ya kichwa yanayodunda kwa mbali, labda nyuma ya macho yako, labda kwenye msingi wa fuvu lako. Unafikiri naanzeeka, maumivu ya kichwa hutokea, unakunywa maji, labda unakunywa ibuprofen na unarudi kulala. Lakini vipi ikiwa maumivu hayo ya kichwa ni njia ya ubongo wako kusema shinikizo hapa ndani ni kubwa mno na limekuwa kubwa kwa masaa mengi? Utatuzi hapa si mgumu, ni mwinuko wa nyuzi 15 wa sehemu yako ya juu ya mwili, na nitakuonyesha jinsi ya kufanikisha hilo salama kuelekea mwisho wa video hii. Kosa la pili: kulala kwa tumbo, kifudifudi. Hili hapa ni jambo linalomshangaza karibu kila mtu ninayomtajia, kwa sababu kulala kifudifudi huhisiwa kama hakuna madhara. Huweki uzito kwenye moyo wako, huminyi mapafu yako, ni kulala tu uso ukiwa umeangalia godoro. Shida iko wapi? Shida kubwa ni shingo yako. Unapolala kwa tumbo, huwezi kupumua huku uso ukiwa umezama moja kwa moja kwenye godoro. Kwa hiyo, unafanya nini? Unageuza kichwa chako upande mmoja. Kawaida upande ule ule kila usiku, kwa sababu sisi ni viumbe wa mazoea. Sasa, fikiria maana ya hilo kimuundo. Shingo yako imegeuzwa hadi nyuzi 90 kwa masaa 7, 8, wakati mwingine 9 kwa usiku. Na pembezoni mwa uti wa mgongo wako wa shingo, cervical spine, kuna mishipa miwili ya damu inayoitwa mishipa ya vertebral. Mishipa hii hubeba damu moja kwa moja hadi kwenye shina la ubongo wako, brainstem, cerebellum, na maeneo ya ubongo wako yanayohusika na usawa, udhibiti wa kupumua na uratibu. Unapozungusha shingo yako sana kwa muda mrefu, mishipa hii inaweza kukunjwa. Fikiria kama kukanyaga mpira wa kumwagia maji bustanini. Mtiririko haukomi kabisa, lakini unakuwa na kikwazo. Na mtiririko uliopunguzwa kwenye shina la ubongo kwa masaa 8, usiku baada ya usiku, mwaka baada ya mwaka, si jambo ambalo mwili wako unaweza kulipuuza tu. Utafiti uliochapishwa katika Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics ulithibitisha kuwa mzunguko uliokithiri wa shingo hupunguza kasi ya mtiririko wa damu katika mshipa wa vertebral. Pia kuna tatizo la pili la kulala kwa tumbo linaloathiri upumzaji. Mbavu zako zinakuwa zimebanwa na godoro. Kila pumzi unayovuta usiku kucha ni pumzi inayopigana na mgandamizo. Kiwambo chako, diaphragm, hakiwezi kushuka kikamilifu. Hupati kiasi kamili cha hewa ambacho mapafu yako yana uwezo wa kuvuta. Oksijeni kidogo kwa kila pumzi na kuminywa kwa mshipa wa damu, vyote vinatokea kwa wakati mmoja. Kwa mtu wa miaka 35, mwili hufidia. Kwa mtu wa miaka 68 mwenye historia yoyote ya shinikizo la juu la damu au matatizo ya moyo, hili ni tatizo linalojikusanya kimya kimya gizani. Kosa la tatu: kuweka mito mingi chini ya kichwa. Nataka nibaki kwenye eneo la shingo kwa muda kidogo, kwa sababu kosa linalofuata ni lile ambalo watu hulifanya kwa nia njema kabisa, lakini linasababisha tatizo linalofanana sana kupitia njia tofauti kabisa. Kuweka mito mingi, 2,
mitatu, wakati mwingine minne, yote chini ya kichwa chako. Watu hufanya hivi kwa sababu za kweli: kiungulia, mafua, matatizo ya kupumua au kukoroma. Na mwinuko mdogo husaidia baadhi ya masuala haya. Siyapuuzi hayo. Lakini hapa ndipo kero inapotokea. Mwinuko huo unapokuwa uliokithiri, kichwa chako kinasukumwa mbele sana, kidevu chako kinainama kuelekea kifuani kwako, na huo mkao wa shingo kuelekea mbele, ambao wataalamu wanauita cervical flexion, ndiyo hasa mkao unaominya mishipa ya vertebral tuliyoizungumzia hapo awali, lakini safari hii kutokea mbele. Unapoweka mito mingi kiasi kwamba kidevu chako kinakaribia kifua, unazidisha tatizo lingine kubwa: unaminya njia yako ya hewa. Hii inaufanya mwili wako kufanya kazi kwa nguvu zaidi ili kupata oksijeni usiku kucha. Moyo wako unalazimika kupiga kwa kasi zaidi na kwa shinikizo kubwa zaidi ili kufidia upungufu huo wa oksijeni. Badala ya kupumzika, moyo wako unakuwa kwenye marathon ya usiku mzima. Kosa la 4: kulala kwa upande wa kulia kwa wenye matatizo ya moyo. Sasa hili linaweza kuleta utata kidogo, kwa hiyo nisikilize kwa makini. Kwa watu wengi wenye afya njema, kulala kwa upande wowote ni sawa. Lakini ikiwa una historia ya matatizo ya moyo, kulala kwa upande wa kulia kunaweza kuwa na changamoto ya kipekee ya kifizikia. Mshipa mkubwa wa damu unaoitwa vena cava unapatikana upande wa kulia wa uti wa mgongo wako. Unapolala kwa upande wa kulia, uzito wa viungo vyako vya ndani unaweza kuleta shinikizo kwenye mshipa huu, jambo linaloweza kupunguza kasi ya damu inayorudi kwenye moyo. Kinyume chake, utafiti unaonyesha kuwa kulala kwa upande wa kushoto huusaidia moyo kusukuma damu kwa ufanisi zaidi kwa kutumia nguvu ya uvutano, gravity, kusaidia mzunguko wa damu kutoka kwenye aorta. Kwa watu wenye matatizo ya moyo, congestive heart failure, kulala kwa upande wa kushoto mara nyingi hupendekezwa ili kupunguza mzigo wa kazi kwa moyo wakati wa usiku. Kosa la 5: mkao wa kijusi, fetal position, uliopitiliza. Watu wengi hupenda kujikunja kama mtoto mchanga, fetal position. Ingawa mkao huu unajenga hisia za usalama, kujikunja kupita kiasi kwa kuvuta magoti hadi kifuani na kuinama sana kuna madhara. Mkao huu unazuia upanuzi kamili wa mapafu yako. Unapokuwa umejikunja hivi, kiwambo chako, diaphragm, hakiwezi kufanya kazi kwa uhuru. Hii inasababisha upumuaji duni na kupunguza kiasi cha oksijeni kinachofika kwenye damu yako. Kumbuka, usiku ndio wakati pekee ambapo moyo na ubongo wako unapaswa kupata ahueni ya oksijeni ya kutosha. Kosa la 6: kutumia mto mbaya kwa shingo. Hili ni kosa la mwisho, lakini ni muhimu sana. Kutumia mto ambao ni mrefu sana au mfupi sana unapolala kwa upande kunasababisha shingo yako kupinda. Shingo ikiwa imepinda, inaminya mishipa ya fahamu na mishipa ya damu inayoelekea kwenye ubongo. Kama nilivyotaja awali, baada ya miaka 60, mishipa yako haina unyumbufu wa kutosha. Mgandamizo wa usiku kucha unaweza kusababisha kizunguzungu unapoamka asubuhi, orthostatic hypotension, ambayo ni kiashiria kuwa mzunguko wako wa damu haukuwa sawa wakati wa kulala. Lengo langu ni kukulinda na kile kinachoitwa shambulio la asubuhi la shinikizo la damu. Unapochagua mkao sahihi wa kulala, inua kichwa kidogo, nyuzi 15, kwa kutumia mto maalumu wa kujiinamia, wedge pillow, badala ya kurundika mito mingi. Lala kwa upande wa kushoto ikiwa una matatizo ya moyo au mzunguko wa damu. Weka mto katikati ya magoti unapolala kwa upande ili kuweka uti wa mgongo wako kwenye mstari mnyoofu. Kwa kufanya marekebisho haya madogo, unaupa moyo wako nafasi ya kupumzika na unahakikisha ubongo wako unapata oksijeni ya kutosha ili uamke ukiwa na nguvu na afya njema. Mkao bora zaidi: kulala kwa upande wa kushoto. Bila shaka, huu ndio mkao unaoungwa mkono zaidi na ushahidi wa kisayansi kwa ajili ya afya ya moyo na mfumo wa fahamu kwa watu wazima wenye umri wa zaidi ya miaka 60. Unapolala kwa upande wako wa kushoto,
nguvu ya uvutano hufanya kazi sambamba na mwelekeo wa asili wa moyo wako. Mshipa wa inferior vena cava tuliouzungumzia unapatikana upande wa kulia wa uti wa mgongo. Hivyo, kulala kwa upande wa kushoto huondoa mgandamizo kwenye mshipa huo kabisa. Hii inaruhusu damu kurudi kwenye moyo kutoka sehemu ya chini ya mwili kwa urahisi na ufanisi zaidi. Moyo wako unafanya kazi kidogo na mzunguko wa damu unaimarika. Mfumo wa glymphatic na usafishaji wa ubongo. Kuna ugunduzi mwingine mkubwa, mfumo wa glymphatic. Fikiria mfumo huu kama timu ya usafi ya usiku ya ubongo wako. Unapolala, majimaji ya uti wa mgongo na ubongo, cerebrospinal fluid, hupita katikati ya seli za ubongo na kusafisha takataka za kimetaboliki, ikiwa ni pamoja na protini za amyloid beta na tau, protini ambazo hupatikana kwa wingi kwenye akili za wagonjwa wa Alzheimer's. Utafiti mkubwa uliochapishwa katika Journal of Neuroscience uligundua kuwa usafishaji huu unafanyika kwa ufanisi zaidi unapolala kwa upande, na upande wa kushoto unaonekana kutoa mwelekeo bora zaidi wa kijiometri kwa ajili ya usafishaji huo. Mkao wa pili, kulala chali kwa mwinuko wa nyuzi 15. Kwa wale ambao hawawezi kabisa kulala kwa upande kutokana na maumivu ya viungo au tabia ya miaka mingi, kuna mbadala salama: kuinua sehemu ya juu ya mwili kati ya nyuzi 15 hadi 30. Sio kurundika mito chini ya kichwa tu, bali kuinua kuanzia kiunoni kwenda juu. Mwinuko huu unatumia nguvu ya uvutano kusaidia damu kurudi kutoka sehemu ya chini ya mwili. Unapunguza shinikizo ndani ya fuvu la kichwa linalosababishwa na kulala chali bila mwinuko. Unaweka njia ya hewa wazi zaidi, jambo linaloboresha usambazaji wa oksijeni usiku kucha. Ukiongeza mto mdogo chini ya magoti, unapata mkao wa zero gravity ambao unapunguza shinikizo kwenye mishipa na viungo. Mpaka hapa hatuna la ziada. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo-upload. Like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Pia zinapita chini ya screen ya video hii. Kumbuka kuwa Naturemed Supplies inajitahidi kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anakuwa na afya njema kutokana na vitu asilia. Asante kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Ubarikiwe sana, tukutane tena kwenye video zijazo.